sawa na mtu anayetembea na jua, anatembea na nuru, anatembea na taa. Hata kama kuna shimo limetegwa ataliona, kwa sababu neno la Mungu liko moyoni mwake. Mashimo yanaweza yakawa ni dhambi, mashimo yanaweza yakawa ni uzinzi, mashimo yanaweza yakawa ni uasherati, mashimo yanaweza yakawa ni magonjwa. Kuna magonjwa ya kupandikizwa, kuna magonjwa ambayo watu wanapandikiza watu. Unaweza ukawa umeugua, una kansa, lakini hiyo kansa ni shetani amepandikiza. Shetani anaweza akakupatia balaa na mikosi kwenye maisha yako. Kila kazi unayofanya ufanikiwi, ameweka mikosi. Ni mashimo hayo. Lakini ukiwa na Mungu, neno la Mungu litakuwa taa, litakuelekeza namna ya kushinda kila mitego ambayo shetani ameitega kwenye maisha ya binadamu. Uzinzi hautakukamata kamwe, bangi haitakushika. Na kama bangi imekosea ikakukamata, we ni kijana, utaiweza kuishinda bangi. Utapambana kwa neno la Bwana. Ulevi wa bangi utakimbia, ulevi wa sigara utakimbia, ulevi wa pombe utakimbia. Lakini wengine wanafanyika kuwa watumwa kwa sababu hawana neno la Mungu ndani yao. Utalipataje neno la Mungu? Ni kwa kusikiliza mahubiri, kwa kusikiliza nyimbo nzuri zinazonena habari za Mungu. Lakini wewe unasikiliza nyimbo za baby tu. Oh sweetie sweetie, oh my love. It's okay, sio vibaya kuwa na my love, very nice. Lakini je, inakupeleka wapi? Basi isikilize. Lakini mbona unasikiliza tu hizo? Mbona zenye maadili na mambo ya kimungu hausikilizi? Hizo nyimbo zenyewe utakuta wanavuta sigara. Unaposikiliza unaanza kufundishwa, mwishowe nao unakuwa mvuta sigara. Utakuta kwenye hizo nyimbo wanafanya ushoga, wana ishara za ushoga, na wewe mdogo mdogo unakuwa shoga. Kuna movie unazoziangalia zina tabia za kishoga, wanaanza kukuambukiza polepole. Yes, hiyo ni mipango ya shetani. Angalia, hilo ni shimo. Jiepushe. Haya maisha ni mafupi sana. Usiseme mimi ni mdogo. Mwingine anasema mimi bado ni mdogo, mimi ni kijana, bado wanasema ujana ni maji ya moto. Kwa hiyo bado saizi ninapambana, nina starehe. Anasema usipostarehe kwenye ujana utasumbua uzeeni. Wamekudanganya. Hamna starehe duniani inaweza ikakufurahisha. Alikuwepo kijana mmoja anaitwa Suleiman, alikuwa na wanawake 1000. Aliwaoa kwa njia halali wanawake 7,000, 3,000 masuria. Sikiliza nikuambia habari za huyo kijana. Alipewa utawala akawa mfalme. Alikuwa na hekima kuliko watu wote, lakini hakuridhika. Ijapokuwa alikuwa na wanawake wa kila aina, wa kila sura, wenye kila maumbile duniani, lakini anasema mwenyewe kabisa, huu ni ubatili. Anasema limpasalo kijana, anasema mkumbuke Bwana Mungu.